Ili ziwe vizuri nyakati tatu, hebu waheshimu watu watatu katika maisha yako. Umepaswa in your life, katika maisha yako, kuwaheshimu sana watu wa sampuli tatu. Ala rasihim, mheshimu babako. Mpe heshima baba. Usibishane na baba yako. Chukua maelekezo ya baba yako. Mwenyezi Mungu angehitaji al-wuzara, mawaziri, basi mawaziri wake ingekuwa ni wazazi wako wawili. Lakini leo baba haheshimiwi, baba anadharauliwa. Mtu masaa 3-4 ataongea na mama tu. Baba yeye anapewa simu tu, haya msalimie na baba yako. Vipi mzee? Haya ampe mama. Ongea na mzee. Mpaka leo kuna baadhi ya watu, si vibaya, anamtizama mama, lakini baba ana maradhi ya stroke, bado anamlea mama yake, hampi hata matumizi, anamwacha hivyo hivyo, na ushapata kazi mara nyingine. Mababa wengi wanadharaulika. Hata kama unampenda mama, usisahau mbachao kwa msala upitao. Kama huyo mama yako ni mzuri, mama yako ni mswalihina, unampenda, usingepata mama mzuri bila juhudi ya baba. Kwani baba ameshindwa kukupachika kwa mwanamke mwashirati tu, muuza batu, lakini katulia mzee wa watu, kakupa heshima. Mrejee heshima yake. Mheshimu babako. Kaliletea mama na ridhika naye. Mheshimu baba. Muhimu sana. Baba kafiri zama hizo mitume walikuwa akiwaita kwa mapenzi baba zao ambao wamepinda. Nabii Allah Ibrahim, ukitizama hiwaru ya yeye na mzee Azar, ya abati, ya sijaona hata ya abi, baba, anaita tu baba kipenzi, baba kipenzi. Baba mwenye kipenzi, yuaziru qaumahu, mtengenezaji wa masanamu, mshirikina huyu, lakini anamuita kwa upenzi. Wewe ugomvi wa babako na mama yako unakuhusu nini wewe? Si ushazaliwa? Waachie mambo yao. Mheshimu baba yako, mwenzi baba yako, msaidie angalau aone nimepata na mimi mwenzangu, sasa tunasaidiana. Mwenzangu yuko baba mmoja, kazaa watoto wake, kawasomesha dini, baadaye mambo yake yamekuwa mabaya, utu uzimani kaongeza mke wa pili, watoto hawana heshima, wanakuja kumbia, unamtesa mama yetu, ushamtesa siku nyingi, hata hatuli. Kumbe mzee hana chochote, analia, anatoa machozi. Machozi ni mabaya sana. Machozi ya mzazi ni machozi hatari. Cha mwanzo, mheshimu baba. Cha pili, mheshimu mama. Cha tatu, wanawake mnaotusikia huko, mheshimu mume wako kwa kiasi kikubwa sana. Ukiwa unasali sala ya sunna, mama yako akikuita, Hadija njoo, unaruhusiwa ukakata sala ile ukaenda kumsikiliza mama yako. Lakini ukiolewa, la haula, akikuita mama njoo, akikuita mume njoo, acha kwenda kwa mama yako, msikilize mumeo. So huyu mumeo ndo tiketi ya kukupeleka peponi.